Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi. Ni mpongeze Mheshimiwa King kwa swali zuri. Kumbuka Mheshimiwa King amekuwa kwenye kamati ya bajeti, amekuwa kwenye kamati mbalimbali zinazoshughulikia masuala ya kiuchumi kwa muda mrefu. Mheshimiwa Spika, hoja aliyoitoa Mheshimiwa mbunge ni ya msingi, na kimsingi hivyo ndivyo ambavyo serikali imekuwa ikifanya, na tutaendelea kurekebisha kama bado kuna dosari zinajitokeza. Mheshimiwa Spika, tunahitaji uwekezaji wote, uwekezaji wa ndani na uwekezaji wa nje, na maeneo ambako kuna kuwepo na hoja za kikodi kimsingi hakulengi sana kwamba ni kwa ajili ya kulinda wawekezaji wa ndani. Maeneo ambayo yanahusisha masuala ya kikodi kumekuwa na vivutio ambavyo wawekezaji wa nje wanapata vingi tu ambavyo wamekuwa wakivipata, wawekezaji mahiri maalum, na wamekuwa wakipewa taratibu za kufuata. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni tumeongeza tu maboresho kwamba tusivutie peke yake wawekezaji wa nje. Kuna umuhimu wa kuvutia pia wawekezaji wa ndani. Kwa hiyo na wenyewe tumewawekea utaratibu pamoja na viwango vile vya mitaji ambayo zamani ilikuwa inalinganishwa na yule anayetoka nje. Sasa kumekuwa na dirisha mahususi kwa wawekezaji wa ndani. Kumekuwa na viwango maalum kwa wawekezaji wa ndani ili kuweza kuwafanya wakidhi. Tulikiwa tumeanza na kiwango cha chini cha $100,000, na katika sheria ya juzi ile tuliyoitunga ya uwekezaji na maeneo maalum ya uwekezaji, sasa tumeshusha iwe $50,000 kwa wawekezaji wa ndani. Mheshimiwa Spika, kitu pekee ambacho tulikiweka kisheria kinachohusu Watanzania ilikuwa ni kwenye hizi shughuli za uzalishaji, ujenzi na kwingineko. Mheshimiwa Spika, tuliona kuna umuhimu wa kujenga sekta binafsi ya ndani. Mheshimiwa Spika, sheria ya zamani ilikuwa inasema Watanzania wanaweza tu wakachukua asilimia kadhaa kwenye mradi, labda 30 au kupitia local content, na sheria yenyewe ilikuwa inasema kwamba miradi yote ile lazima ifanywe na wageni. Mheshimiwa Spika, wageni wengine walikuwa na uwezo sawa na Watanzania, wengine walikuwa hata wana uwezo chini ya Watanzania, lakini walikuwa wanapata sifa tu ya kupewa mradi kwa sababu wao ni wageni. Hii Mheshimiwa Spika, haikuwa imekaa sawa. Mheshimiwa Rais alisema tusiangalie ugeni peke yake, tutengeneze na sisi sekta binafsi ya ndani. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, Mheshimiwa Spika, kwa sasa Mtanzania na yeye anaweza kuchukua mradi mkubwa na yeye ndio akatoa subcontracts kwa wale wageni, na kama atahitaji wawe wengi kiasi gani ama utaalamu kiasi gani, na anaweza hata akaajiri wataalamu kutoka nje ili kuweza kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa na makampuni ya ndani yanayoweza kufanya shughuli kubwa na yakafanya kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, tumeona uamuzi wa Mheshimiwa Rais katika kazi zilizofanyika za hivi karibuni. Madaraja mengi, kati ya yale madaraja takriban 81 yaliyojengwa nchi nzima kufuatia uharibifu ule uliojitokeza, tuna madaraja mengi yamejengwa, na tena yamejengwa kwa ubora na yamejengwa na wakandarasi wazawa. Kwa hili ndio eneo ambalo tumeliwekea kwenye sheria tukiwa tunalenga kujenga nguvu ya uchumi inayomilikiwa na Watanzania. Lakini kuhusu uwekezaji, Mheshimiwa Spika, hilo liko wazi kwa mtu yeyote kuja kuwekeza, na tunaamini kwamba ni jambo ambalo linachangia kwenye uchumi wetu. Lakini hili la kazi za mikataba, ujenzi, miradi ya barabara, ya maji na mingineyo, Mheshimiwa Spika, tulikuwa tunaepusha nchi kwamba miradi mingine tumechukua fedha za kukopa, alafu tunawapa wakandarasi wageni, wanapata supernormal profit, faida na ya juu, na baada ya hapo wanatuachia sisi kama nchi tukishughulikia mikopo ama madeni ambayo tumekopa kutekeleza miradi hiyo, wao wakiwa wameshachukua faida, na wakati uwezo wa Tanzania ambao wangeweza kufanya kwa kiwango kile upo. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo tumelitofautisha, Mheshimiwa Spika.